Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kushika hatamu zaidi. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Poland Radoslaw Sikorski anaamini kuwa Ukraine itaendelea na operesheni za kijeshi kwa miaka mingine mitatu. Anasema wa Ukraine wanapanga vita hivi kwa miaka mitatu. Sikorski aliongeza kuwa Umoja wa Ulaya uko tayari kusalia kozi hiyo kwa angalau miaka hiyo mitatu. Pia alibainisha kuwa itakuwa kutowajibika kwa EU kutojenga uwezo wa kupambana na ndege zisizo na rubani katika siku hizi. Vile uwezekano wa mazungumzo kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Donald Trump kusitishwa kwa mazungumzo na Ukraine na uamuzi wa mahakama ya Ulaya ya haki za kibinadamu juu ya kesi ya Georgia dhidi ya Urusi zilikuwa mada kuu za mkutano wa Oktoba 15 wa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov. EU inaonyesha ukosefu wa nia ya kisiasa kuelekea amani kwa kuendeleza usambazaji wa makombora ya Tomahawk ya Marekani na silaha nyingine za usahihi kwa Kiev. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema mwanadiplomasia huyo alikumbuka kwamba mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas alijibu kwa uthabiti swali la mwandishi wa habari kuhusu mchango unaowezekana wa EU katika kununua makombora ya Tomahawk kwa utawala wa Kiev. Zakharova aliongeza kuwa chini ya wenyekiti wa Uingereza na Ujerumani, nchi za Ulaya zinafanya mkutano katika muundo wa Ramstein huko Brussels mnamo Oktoba 15. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Ukraine, waziri wa ulinzi Denis Shmyhal anapanga kueleza washirika kuhusu uhamasishaji wa Ukraine. Vile utawala wa rais wa Marekani Donald Trump hautoi dhamana ya usambazaji wa silaha za Ulaya kwa Kiev. Mwakilishi wa Ukraine katika NATO Aliona Getmanchuk anasema chini ya rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, kiwango fulani kiliwekwa kwa washirika wa Ulaya katika miundo ya usaidizi na nchi nyingine zilipaswa kukaa ndani ya kiwango hiki na kwa hali yoyote kisichozidi. Sasa ni kinyume chake, utawala wa Trump unawahimiza wazungu kuonyesha kile ambacho wako tayari kufanya kwa usalama wao wenyewe na kuunga mkono Ukraine. Gazeti la Pravda la Ulaya lilimnukuu akisema. Walakini Getmanchuk alisema kuwa vifaa vya silaha vya Ulaya havitaweza kuchukua nafasi kabisa ya msaada wa kijeshi wa Amerika. Marekani na silaha ambazo haziwezi kulinganishwa na nchi nyingine, ama kwa njia ya majina, yani kwa aina ya silaha, au kwa wingi na upatikanaji wake, yani tayari zipo kwenye maghala na kupelekwa Ukraine haraka. Vile kwenye uwanja wa kivita, Marekani inapaswa kuelewa kwamba kupeleka makombora Tomahawk kwa Kiev kungesababisha kupanda hatari katika uhusiano na Urusi. Waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov anasema kwenye mahojiano na gazeti la Kommersant, tunafikiri kwamba watu wenye akili na uzoefu ambao wanaelewa kila kitu vizuri wanaongoza Marekani, kwa kuwa hatua hiyo inaweza kuchukua hali kwa ngazi mpya kabisa. Hakuna mtu anayefahamu swala hilo anakataa kwamba ni wanajeshi tu kutoka nchi ya viwanda wanaweza kuendesha mifumo hiyo. Mbali na kugeuza vita vya Joe Biden katika vita vya Donald Trump, hii pia itamaanisha kuongezeka kwa hatari kwa mvutano kati ya Marekani na Marekani. Hii pia itamaanisha kuongezeka kwa hatari na mvutano kati ya Marekani na Urusi. Wakati huo Lavrov alibainisha kuwa Urusi haikuomba kukutana na Marekani ili kuwashawishi kwamba hatua hiyo ingeleta hatari kubwa. Vile hakujawa na majibu kwa mpango wa kuongeza kiwango cha wajumbe wa Urusi na Ukraine katika mazungumzo ya Istanbul. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema kwenye mahojiano na gazeti la kila siku la Kommersant. Kulingana naye, Kiev pia imeshindwa kujibu pendekezo la kuanzisha vikundi vitatu vya kufanya kazi kama sehemu ya mchakato wa Istanbul. Mkuu wa Pentagon Peter Hegseth ametoa wito wa kukomesha mzozo wa Ukraine na kurejea kwenye meza mazungumzo katika mkutano wa kundi la mawasiliano kuhusu Ukraine. Hegseth anasema sasa ni wakati wa kumaliza vita hivi vya kutisha, kukomesha umwagaji damu usio na sababu na kuja kwenye meza ya amani. Kulingana naye, ikiwa mzozo huo hautaisha hivi karibuni, Marekani pamoja na washirika wake itachukua hatua zinazohitajika ili kuiwekea Urusi gharama. Iwapo ni lazima tuchukue hatua hii, idara ya vita Marekani iko tayari kufanya sehemu yetu kwa njia ambazo Marekani pekee inaweza kufanya. Vile rais wa Marekani Donald Trump na timu yake wanajaribu kuelewa sababu za mzozo wa Ukraine na wanapaswa kupongezwa kwa kuwa wazi kwa mtazamo wa Moscow. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov analiambia gazeti la Kommersant katika mahojiano, nimesema mara kwa mara kwamba rais wa Marekani Donald Trump na timu yake kwa kweli ndio wa magharibi pekee ambao wanashughulikia hadharani sababu za mzozo huo, zaidi ya kutumia muhula huu tu kama watu wengi wanavyofanya. Mwanadiplomasia huyo mkuu alibainisha. Kulingana naye,
utawala wa Marekani na Trump binafsi wanajaribu kupata undani wa sababu kuu za mzozo huo. Kuingiza Ukraine katika NATO ni mojawapo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mara kwa mara kwamba hili lilikuwa kosa la kiongozi wa zamani wa Marekani Joe Biden na kwamba lazima lirekebishwe kwani haliwezi kuruhusiwa kutokea. Kama vile wakati Trump na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve walipoanza kuzungumza kuhusu masuala yanayohusiana na uwekaji mipaka kwa maeneo na mipaka. Hii pia ilikuwa ni hali ya kutotambuliwa kwa upande wa magharibi. Wakati hayo yanaendelea kushika kasi, mkutano wa kilele wa Alaska kati ya Putin na Donald Trump haukuleta mafanikio kwa Ukraine, lakini uliwaruhusu viongozi hao wawili kuelewana vyema. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema katika mahojiano na gazeti la kila siku la Kommersant. Maafisa kutoka wizara ya mambo ya nje ya Urusi na utawala wa rais wametoa taarifa nyingi juu ya swala hilo. Rais wa Urusi pia alizungumza kuhusu hilo katika mkutano na waandishi wa habari huko Dushanbe. Kwa kifupi alisema, sio nukuu halisi, lakini kiini cha maoni yake kwamba mengi bado yanaweza kufanywa kulingana na makubaliano yaliyojitokeza katika mkutano wa Alaska. Singeyaita mafanikio, yalikuwa mazungumzo marefu yaliyolenga kuelewana. Mwanadiplomasia mkuu wa Urusi aliongeza, nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Moscow imetaka Washington kutoa maoni yao kuhusu ripoti za vyombo vya habari juu ya kuipatia Kiev taarifa za kijasusi kwa mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati vya Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema, nakala nyingi zimeandikwa na sio habari zote hizi zimethibitishwa, lakini bila shaka tumezingatia hili. Nimewaagiza wafanyakazi wangu kuwauliza wa Marekani kutoa maoni yao juu ya ripoti za Financial Times. Mwanadiplomasia huyo mkuu alisema katika kujibu swali kuhusu kama Financial Times inaripoti kwamba wa Marekani wanadaiwa kuwa wanaipatia Ukraine taarifa za kijasusi, huku ikiweza kuitwa ni Trump War, vita vya Trump. Vile mjumbe maalum wa Marekani Steve amekanusha madai yaliyotolewa na tovuti ya Middle East Eye kwamba ataacha wadhifa wake hivi karibuni. Anasema hadithi hii ni habari za uongo kwa 100% na inapaswa kufutwa mara moja. Mara nyingi huwa najiuliza hawa wanaojiita wanahabari wanakuja wapi na upuuzi wa kuchekesha, alisema kupitia X. Ninajihusisha zaidi na mchakato wa amani kuliko hapo awali na ninaendelea kumtumikia rais wa Marekani kwa fahari. Hadithi hii ilinukuu vyanzo vikisema kuwa Witkoff anaweza kuacha wadhifa huo hivi karibuni kwa sababu anataka kuangazia kukuza biashara zake. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile baada ya safari yake kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko New York, Volodymyr Zelensky ameamua kuendelea na njia ya vita. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema katika mahojiano na gazeti la Kommersant. Kwa mujibu wa taarifa zetu, Zelensky aliporudi kutoka New York baada ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, aliitisha mkutano ambapo alisema kuwa hakutakuwa na mabadiliko katika sera yao, kwamba hali ya mbele haikutoa hata sababu ya kufikiria kuonyesha ulegevu wowote. Wanasema tunahitaji kuendelea kupigana, kutafuta vifaa vipya vya silaha za masafa marefu. Kulingana na Lavrov, baada ya Alaska, baada ya mkutano katika ikulu ya White House ambapo wageni hawa walikuja kwa rais wa Marekani Donald Trump, Zelensky alisema kuwa hakuna mtu anayepaswa kufikiri kwamba Ukraine itapigwa marufuku kujiunga na NATO. Wanasema watafanya kama wanavyotaka. Wanasema kwamba hakuna mtu anayepaswa kupata wazo kwamba watakubaliana na vikwazo vyovyote juu ya usambazaji wa silaha. Na kisha Zelensky kwa njia ya haja ya kusema kwamba wao wenyewe ni wa kutosha, kusema kwamba magharibi ni ya kutosha fedha kwa ajili ya hili, wengine wanakabiliwa na uhaba katika maeneo mengine. Lavrov pia alizingatia maneno na sauti ambayo Zelensky anamhutubia Trump hadharani. Sio heshima sana kuiweka kwa upole, alisema. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.